Mnamo Machi 28 mwaka 2025, Myanmar ilikumbana na tetemeko kubwa la ardhi lenye kipimo cha 7.7 katika skeli ya Richter. Kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa katikati mwa nchi karibu na jiji la Mandalay, na mitetemeko yake ilihisiwa hadi mataifa jirani kama Thailand, China, India na Bangladesh. Tetemeko hilo limesababisha vifo, uharibifu mkubwa wa mali na changamoto kubwa za kibinadamu kwa maelfu ya watu walioathirika. Taarifa za awali zilionyesha kuwa tetemeko hilo lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1600, lakini idadi hiyo imeendelea kuongezeka na kufikia takribani watu 2800 kufikia Aprili 2 mwaka 2025. Takribani watu 3800 wamejeruhiwa na zaidi ya watu 350 bado hawajapatikana. Maelfu ya watu wamepoteza makazi yao, huku miundombinu muhimu kama barabara, madaraja na mifumo ya mawasiliano ikiharibiwa vibaya. Mji wa Mandalay ndio umeathirika zaidi, ambapo zaidi ya majengo 150 ikiwemo hospitali, shule, nyumba za ibada na maduka yalianguka au kuharibika vibaya. Mji wa Bangkok pia umeripotiwa uharibifu mkubwa, huku mitetemeko baada ya tetemeko hilo imekuwa ikiendelea, ikiongeza hatari ya kuporomoka zaidi kwa majengo na kusababisha hofu kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika. Serikali ya Myanmar kwa kushirikiana na mashirika ya misaada ya kimataifa kama shirika la Msalaba Mwekundu, shirika la misaada la Umoja wa Mataifa na ADRA wameanzisha juhudi za dharura za uokoaji. Timu za uokoaji zimekuwa zikifanya kazi kwa bidii kutafuta manusura waliokwama chini ya vifusi. Changamoto kuu katika juhudi hizi ni miundombinu iliyoharibiwa, ukosefu wa umeme na maji safi, pamoja na uhaba wa vifaa vya uokoaji. Serikali ya Myanmar imetangaza hali ya dharura na kutuma vikosi vya jeshi kusaidia juhudi za misaada. Meli za kijeshi na ndege za misaada zimekuwa zikitumika kusafirisha vifaa vya dharura kama chakula, maji safi, madawa na mavazi kwa waathirika. Makambi ya muda yameanzishwa kwa ajili ya watu waliopoteza makazi yao, lakini hali katika kambi hizo bado ni ngumu kutokana na uhaba wa rasilimali na msongamano mkubwa wa watu. Watu wengi wanahitaji huduma za matibabu, msaada wa kisaikolojia na vifaa vya kujikinga na magonjwa ya mlipuko yanayoweza kutokea kutokana na mazingira duni. Jumuiya ya kimataifa imeonyesha mshikamano na Myanmar katika kipindi hiki kigumu. Mataifa jirani kama Thailand, China na India yameahidi msaada wa kifedha na vifaa ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya wa maeneo yaliyoathirika. Mashirika kama Umoja wa Mataifa na Benki ya Dunia yameelezea utayari wao wa kusaidia Myanmar kwa misaada ya kifedha na mipango ya muda mrefu ya kurejesha miundombinu na kusaidia waathirika kuanza maisha mapya. Kanisa la Waadventista Sabato kupitia shirika la misaada la ADRA limeanzisha kampeni ya kimataifa ya kukusanya michango kusaidia waathirika wa janga hili. Hadi kufikia Aprili 2 mwaka 2025, juhudi za uokoaji bado zinaendelea, ingawa matumaini ya kupata manusura zaidi yakipungua. Wataalamu wa majanga wanasema kuwa siku chache zijazo ni muhimu katika kuhakikisha kuwa wale waliokwama chini ya vifusi wanapata msaada wa haraka. Serikali ya Myanmar inafanya kazi kwa karibu na mashirika ya misaada kuratibu juhudi za misaada. Kipaumbele kimewekwa katika kuwapatia waathirika huduma za matibabu, hifadhi ya muda na msaada wa kisaikolojia kwa wale waliopoteza upendo wao au kupatwa na kiwewe kutokana na tukio hilo. Tetemeko hili limeacha athari kubwa kwa Myanmar, likikumbusha umuhimu wa maandalizi na mifumo madhubuti ya kukabiliana na majanga ya asili katika miezi ijayo. Juhudi zitahitajika sio tu kwa ajili ya kuokoa maisha, bali pia katika kujenga upya miji na kuhakikisha kuwa jamii zinaweza kustahimili majanga kama haya katika siku zijazo. Matetemeko ya ardhi ni mojawapo ya majanga ya asili ambayo yanasababisha uharibifu mkubwa na vifo vingi duniani. Ukiachana tetemeko la Myanmar, dunia pia iliwahi kukumbwa na imeshuhudia matetemeko makubwa zaidi yaliyotikisa dunia. Tetemeko la Chile mwaka 1960 likiwa na ukubwa wa 9.5 ndilo kubwa zaidi kwa kurekodiwa, lilisababisha tsunami kubwa iliyofika Japani na Ufilipino. Tetemeko la Alaska mwaka 1964 lenye ukubwa wa 9.2 lilisababisha mafuriko na uharibifu mkubwa. Tetemeko la Sumatra nchini Indonesia lenye ukubwa wa 9.1 lilisababisha tsunami iliyoua zaidi ya watu 230,000
katika nchi kadhaa. Tetemeko la Japani mwaka 2011 likiwa na ukubwa wa 9.0 lilisababisha tsunami iliyoleta maafa makubwa na ajali ya nyuklia ya Fukushima. Tetemeko la Nepal mwaka 2015 lenye ukubwa wa 7.8 liliharibu maeneo mengi na kuua maelfu ya watu. Matetemeko kama haya yanaonyesha muhimu wa tahadhari na maandalizi bora ili kupunguza madhara yake. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.